naitwa Mwalimu Kakongo Misambano Songoro, ni mwalimu mstaafu wa lugha ya Kifaransa na nchini Tanzania. Na halmashauri kuu ya BAKWATA taifa ndiyo yenye mamlaka ya kuandaa ratiba ya uchaguzi ndani ya BAKWATA kama kanuni ya katiba gisi inavyotaka. Na halmashauri kuu ya BAKWATA taifa tayari imeshaandaa ratiba ya uchaguzi kuanzia ngazi ya msikiti, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa. Na leo tupo hapa katika mkutano mkuu wa BAKWATA mkoa wa Dodoma kama vile katiba inavyotaka. Mimi ombi langu sana kwa Waislamu wote ni wajumbe wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Hasa tunataka uchaguzi utendeke vizuri katika ngazi za misikiti, ngazi za kata, kwa sababu ngazi ya misikiti na ngazi ya kata kule ndio wale wanaishi na Waislamu. Utakuta imamu wa msikiti, na katika ngazi ya msikiti huo hao ndio wanaishi na Waislamu kule, wanaishi nao vizuri na ndo wanaowajua. Kama uchaguzi utakwenda vizuri katika ngazi ya misikiti na ngazi ya kata, tukapata baraza za halmashauri nzuri ndani ya kata, baraza la mashehe kwenye kata, basi matatizo madogo katika Uislamu yatakwisha. La kwanza hilo. La pili, uchumi katika Uislamu, kwa maana ya kwamba ni lazima katika huduma mbili, ama huduma ya elimu na huduma ya afya. Hizi ni huduma ambazo ni huduma za jamii ambazo sisi Waislamu tunatakiwa twende mbele. Katika hali ya katika kata na misikiti ndio wana maeneo mazuri, wana maeneo makubwa ambao wanaweza wakayapata, na kama wakiwa na halmashauri nzuri wanaweza wakaandaa miradi ya kujenga shule za chekechea, shule za msingi, shule za sekondari. So kule kwenye kata ndio kuna maeneo na ndio kuna Waislamu. Sasa hili ni jukumu letu sisi katika Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kulifuatilia kwa uzuri. Ngazi ya wilaya, katika wilaya ni lazima wa coordinate uchaguzi kuanzia msikiti, kata na wilaya yao, ili uchaguzi uwe wa amani na utulivu. Na katika ngazi za Juvikiba na Juwakiti, tunajua Juvikiba ni vijana, na hawa vijana ni lazima wachaguliwe waingie ndani ya baraza ili walijue baraza lao vizuri, na ndio wawe walinzi wa baraza lao. Na katika ngazi ya Juwakita, hawa ni wakina mama, ndio wakina mama ambao wanaweza wakaimarisha dini kuanzia nyumbani mpaka huko tunakokwenda. Na katika ngazi ya mkoa ndio anatakiwa ukoordinate wilaya zake zote jinsi ambazo zilifanya uchaguzi kwa uzuri, na ngazi ya mkoa ipate majina ya viongozi wote kuanzia ngazi ya msikiti, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa, ili chochote kitachotokea katika ngazi ya taifa, ili na wao wapate taarifa kuwa leo sasa hivi BAKWATA taifa ina project fulani. Mfano leo BAKWATA taifa ina project ya kusema kila mkoa ni lazima wawe na sekondari, kila mkoa ni lazima wawe na dispensary, ikiwezekana kila mkoa wawe na taasisi za elimu ya juu, vocation training center. Kwa maana hiyo sasa, kama kuanzia ngazi ya msikiti, kata, wilaya wakenda vizuri, basi mkoa utaratibu zote hizi vizuri zaidi, na itafikisha taarifa hizi katika Baraza Kuu, katika halmashauri kuu BAKWATA taifa. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia siku hii ya leo kupata kikao kilichokuwa kizuri sana, na kwa kupata baraka za mashehe wote katika mkoa wa Dodoma. Alhasil kwa ujumla, mimi kama mwenyekiti wa Juwakita wilaya ya Kondoa, na kutokana na kazi ambazo tulizopewa na kutokana na kuna kusomewa ratiba ya uchaguzi, na kutokana na maelekezo kutoka wa shehe mkoa mpaka na mashehe wengine na ushauri, tumeyapokea kwa mikono minane
na kuendelea kuyatekeleza yale ambayo tuliwaambiwa. Pia tumefurahi sana, kikao kimetufundisha na kimetusomesha kwenda kufanya uchaguzi ambao uliokuwa sahihi, na tumepata elimu pamoja na weledi kufanya kazi zetu za uchaguzi pamoja na mambo mengine. Pia na shauri kwa wale ambao umesikia kuna nafasi za kugombea ambayo kwa ajili ya uchaguzi, tunawashauri wajitokeze kwa ajili ya kuja kufanya uchaguzi huo ili wapate hizo nafasi na watekeleze kama walivyoambiwa. Pia nampongeza Sheikh Mkoko pamoja na ujumbe wake wote kwamba achaguliwe, natoa ujumbe, achaguliwe yule ambaye ana elimu, ana sifa, na pia yule ambaye anaopenza baraza la BAKWATA kuanzia ngazi ya taifa, mkoa, wilaya pamoja na kata mpaka misikiti. Awe anawapenda wale anaowaongoza na akubali kushirikiana na watu, na akubali akishirikishwa kwenye jambo, na akubali kukosoa na kukosolewa katika kile cheo chake alichopewa. Asiendeshe tu kwa ubingwa, wala asiendeshe tu kwa umaarufu alionao, wala asiendeshe tu watu kwa ajili ya vile kwamba vile ambavyo yeye kwa matashi yake na matakwa yake na makusudio yake kwa ubinafsi. Najua BAKWATA ni taasisi mama ambayo inaweza kuongoza Tanzania nzima. Kwa hiyo asituangushe, na vile vile niwaombe mashehe wa wilaya, mashehe makatibu wa wilaya pamoja na viongozi wetu wa wilaya upande wa BAKWATA washirikiane na sisi A to Z ili kupata kujua ni viongozi gani ambao tukawapata katika upande wetu wa JUAKITA, JUVIKITA pamoja na BAKWATA yenyewe ili kupeleka Uislamu mbele. Na niombe katika jambo tuloombwa pia na mkurugenzi wa Dawa, nimelipenda hilo. Kila wilaya kuwe na mkurugenzi wa dawa, mratibu wa dawa ili kupeleka matatizo yetu pale kwa makazi pamoja na wale wanadawa, kwa sababu dawa sisi peke yetu hatuwezi kufanya dawa. Hata dawa mtu anapopewa dawa ni amepatikana daktari na mgonjwa anayeumwa ndo akapewa dawa. Kwa hiyo mtu hawezi akapatikana tu mtu wa dawa bila wasikilizaji wa dawa. Kwa hiyo kwa alhasil kwa jumla, mimi kama mwenyekiti wa JUAKITA wilaya Kondoa naitwa Aisha Khalfani Jumanobe. Biidhnillahi, nashukuru sana kwa cheo hiki, na pia nashukuru sana kwa wengine watakaojitokeza ili kugombania nafasi hii ili tupate kupeleka Uislamu mbele katika wilaya yetu Kondoa na sehemu zingine. Kwa hiyo mpaka hapo niseme sina la ziada. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana, wa billahi tawfiq, wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina anaitwa Zaribu Juma Mdoro, ni katibu wa JUAKITA wilaya ya Dodoma mjini kupitia BAKWATA. Kwanza wale yote napenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki kikao cha leo. Kwanza jambo la kwanza nimekutanisha watu sisi tumefahamana, tumejuana. Na yote yaliyozungumza kuhusiana na masuala ya uchaguzi, maana ipande yake ni uchaguzi. Na uchaguzi ni haki ya msingi kwa sisi binadamu. Na utoa kipindi cha uchaguzi lazima uchaguzi ufanyike. Kama alivyosema, watu wanatakiwa kufanya uchaguzi na kila mtu ajaze fomu. Watu wasinyimwe fomu, ndio naomba ni hiyo kwamba watu wasinyimwe fomu. Na watu lazima watangaze kwamba kuna uchaguzi. Na uchaguzi ufanyike kwa njia ya amani na utulivu, sisi na migogoro mingi bila aina. Haki si binadamu, kila binadamu anaangalia mwanawake. Uchaguzi raha yake uwe unakwenda kwa usalama na amani. Na wanaosimamia uchaguzi wasimamie kwa misingi ambayo inafahamika kutokana na katiba yetu ya BAKWATA, kuanzia taifa, mkoa, wilaya, kata mpaka kwenye mashine. Kwa hiyo sisi mengi akisema zaidi ya hapo, kishokuwa na uchaguzi uende kwa salama na amani. Bila kikosi leo kwa kweli kizuri sana. Ushauri wangu ni kwamba wachukue fomu. Wanaotaka kuchukua fomu wachukue fomu na waingie kwenye uchaguzi. Saifullah Online TV, elimika badili.